Matumaini ni makubwa sana kwa sababu ukiangalia Simba imetengeneza chances nyingi, kila chance karibia 4 na imefunga goli moja na imefanikiwa kuwazuia Stellenbosch wasifunge. Kwa hiyo South Africa sisi sio wageni, tunaweza tukaenda na tukafanya jambo lolote. Kwa hiyo niseme tu kwamba Simba na nafasi kubwa ya kwenda fainali kwa aina ya mchezo alioonyesha leo. Kwa hiyo Watanzania wameingia unyonge, lakini wanapaswa kufahamu kwamba hii ni nusu fainali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo katika nusu fainali hakuna mnyonge. Alichokipata Simba ni kikubwa sana, kwa sababu kalinda heshima ya nyumbani, na unajua Afrika bado tuna ile goli la ugenini. Kwa hiyo kalinda asifungwe. Kwa South Africa ni do or die, ambao mechi hizo Simba amekuwa akizicheza sana. Kwa mimi naamini Simba inakwenda fainali bila shaka. Bedhewe tunafahamu uko vizuri kiufundi, labda kwenye swala la kiufundi zaidi, eneo gani una imani kwamba ikifanywa marekebisho inaweza ikachagiza kuweza kupata matokeo na kufuzu kwa urahisi? Kitu bora ambacho Simba wanacho ni kuwa na Fadlu Davis, kocha ambaye amefanya transformation kubwa ya ufundi kwa wachezaji wake na kuwafanya wachezaji kila mechi wanakuwa na approach yake. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu anajua kakosea wapi, kapatia wapi zaidi na nini cha kurekebisha ili kuweza kufanya mechi ijayo kuwa mechi kwa matokeo chanya kwa Simba. Ukiangalia chances zilizotengenezwa unaona kabisa kwamba Simba ana uwezo wa kufanya lolote katika uwanja wowote. Umekuwa ni mdau namba 1 kwenye swala la Beona Sports na ama kutoka kwa ni burudani kuja kwa biashara kupitia slogan yako football zone. Kinamna gani unaona imefunction leo sport tourism? Kwenye sports tourism tumeona event tourism, watu wanakuja kutoka maeneo mbalimbali kuja Zanzibar, na imeboost kwanza kuboost kisiwa cha Zanzibar na kuboost uwanja wa Amani baada ya kufanywa marekebisho na kuwekwa nyasi asilia. Kwa unaona namna ambavyo tunaweza kuanza sasa kudhamini mchezo na kuwa tayari kwa ajili ya mashindano ya CHAN na AFCON 2027. Kwa kwangu mimi ni kitu cha kujivunia kwamba Zanzibar inaonyesha utayari wake kuweza kupokea wageni wa kila aina na idadi yote ya wageni. Leo tumehudumiwa vizuri kwenye mahoteli mbalimbali, usafiri upo wa kutosha na vitu vingi, na ukiangalia utaratibu wa kuingia uwanjani wenyewe ulikuwa bora. Tunaanza sasa kumtoa mshabiki wa mpira kwenye ushabiki wa kawaida na kumpeleka katika kumhudumia kama mteja. Huduma imekuwa nzuri, na kitu cha kipekee uwanja wa Amani katika marekebisho unafanya kuanzia kwenye majukwaa mpaka kwenye maliwato, unaona namna ambavyo tuko tayari katika kila eneo. Kwa hiyo katika eneo la kibiashara tumejiandaa kwa maana ya miundombinu, lakini katika kuifanya biashara mambo madogo madogo yanafanyika mpaka inapokuja CHAN na AFCON. Nafikiri Tanzania watakuwa wamezoea kupokea watu wenye utamaduni tofauti tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni salamu tunatuma bara zima la Afrika kwamba sisi tuko tayari na tuna vitu vingi vya kuweza kujivunia, kwamba Zanzibar tumeleta mechi, lakini hakuna aliondoka kasirika, aliondoka kaboreka kwa sababu ya huduma na vivutio ambavyo viko kisiwa cha Zanzibar.